tumependa tuje hapa kwa ajili ya kubabadua maandiko matakatifu yanasemaje. Kwa muda huu, kabla tuanza kabisa, tunakwenda kwa ajili ya maombi, tunakwenda kuomba wakati huu, na kabla kabisa tujaomba, nitamkaribisha mtumishi aje hapa kwa ajili ya kuanza vipindi vyetu, halafu tutakwenda kwa njia ya maombi. Karibu mtumishi. Asante sana jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi ule muda mfupi tuliosema tunaenda kuanza ndio huu sasa umewadia. Kazi ni moja tu, kuweza kufuatilia tangu tunapoanza mpaka tutakapomaliza. Haikosi kuna utakachokichukua ambacho kitakuachia matokeo makubwa katika maisha yako kwa ajili ya kuandaliwa kwa Kristo ajaye hivi karibuni kuja kuchukua walioandaliwa. Basi nipende moja kwa moja kumkaribisha mtumishi wa Mungu aweze kunifungulia Biblia. Kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura yake ni ya 2 aya ya kwanza mpaka ya 3. Baada ya kusikia andiko hilo, basi tutaweza kuomba, kwani tutakuwa tumeruhusu uwepo wa Mungu mahali hapa, kiasi kwamba Bwana ataanza nasi lakini atamaliza nasi pia. Tunasoma kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 3, muda mfupi kabla ya kuomba. Wapendwa, mapema kabisa nitangulia kuzungumza ya kwamba tujiepushe na lile neno ya kwamba huyu anayezungumza kwa kuwa si kiongozi wangu wa dini, kwa kuwa si muumini mwenzangu katika dhehebu hili, siwezi nikamkingia sikio langu. Hapana, nikasema maadamu tutakuwa tukinukuu kitabu kile kile unachokiamini, basi ninakualika si tu kusikiliza, lakini utafakari utakachokuwa umekisikiliza. Unajua, kusikia ni jambo moja, alafu kutafakari na kuelewa ulichokisikia ni jambo jingine. Karibu mtu wa Baba, kama utakuwa umefika mahali hapa. Maandiko yanasema kitabu gani? Tukumbushe. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Naam, karibu sana. Maandiko yanasemaje? Basi kabla ya mambo yote, anasema kabla ya mambo yote nataka dua. Anasema nataka nini? Dua. Anasema nataka nini? Dua. Hiyo tu inaweza kutusaidia kujua ya kwamba, wapendwa, haijalishi ni biashara, haijalishi ni huduma fulani, kabla ya chochote unatakiwa kumwalike Mungu katika hicho unachotaka kukifanya. Hii ni kwa sababu ya kwamba, wapendwa, anayetuwezesha katika kila unachoweza kukifikiri, kukisema na kukitenda sio mwingine ila ni Mungu. Endelea na sala. Sikiliza, anaendelea kutukumbusha kuhusu ile la dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Anasema hayo yote yafanyike kwa ajili ya watu wangapi? Wote. Kwa ajili ya watu wangapi? Watu wa Mungu wote. Asiwepo anayesema mimi hapana, sihusiki. Hapana, tumeelekezwa wote tuwa husika katika kumhitaji Mungu kabla hatujafanya jambo lolote. Endelea, kuna maneno sijasikia. Kwa ajili ya ufalme na wote wenye mamlaka. Hata kama wewe ni mfalme, hata kama una mamlaka, bado pia wewe ni mhusika wa swala hilo. Endelea. Tuishi maisha utulivu na amani. Anasema unapofanya hayo unakuwa umetengeneza mazingira ya kuishi kwa utulivu na nini? Na amani. Endelea, mtu wa Mungu. Katika utauwa wote na ustahivu. Katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri. Anasema hilo, wapendwa, ni zuri. Nalo kubalika mbele za Mungu. Tena linakubalika mbele za nani? Mungu. Endelea. Mwokozi wetu. Naam. Endelea, hujamaliza. Ambaye hutaka watu wote waokolewe. Kusikia hilo neno liweze kuingia ndani ya masikio kama vile dawa inavyoingia kwenye mwili, ya kwamba, wapendwa, hili ni zuri. Rudia, nisikie vizuri, mtu wa Mungu. Hili ni zuri. Hili ni zuri. Nalo kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Linakubalika mbele za Mungu mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Huyo Mungu, wapendwa, anatutakia mema ya kwamba wote tufanyeje? Waokolewe. Watu wote tufanyeje? Waokolewe.
Kwa hivyo unaweza kugundua namna ambavyo wapendwa, Mungu anatuwazia mema, hataki mtu yeyote kuweza kupotea, ila anatuwazia mema ya kwamba kila mtu aweze kufanyeje? Aokolewe. Sasa kuna hatua wapendwa za kukimbilia wokovu, kuna hatua za kuelekea wokovu. Hivyo tunapoenda kuomba lazima tutambue hilo, ili kusudi tujivunie hekima na upendo wa Mungu kwetu, ya kwamba anatutaka sote tufanyeje? Tuokolewe, kupata kujua yaliyo kweli. Yaani mimi hata hilo nisingelikumbuka, lakini nikumbuke tu ile ya kwamba Mungu anatuwazia mema, wote tufanyeje? Tuokolewe. Mimi ni nani ninayeweza kupinga wazo la Mungu analoniwazia la kutaka kuokolewa? Basi ili kukaribisha uwepo wa Mungu mahali hapa, hebu natupigia magoti tualike uwepo wa Mungu mahali hapa. Baba mtakatifu, Mungu ishie milele, asante tena kwa mara nyingine. Imekupendeza kwamba tangu tulipopanga kuwepo mahali hapa kuongea neno lako na wapendwa waishio kijiji hiki, wewe uliitunza tarehe hii, na sasa ukuishia kuitunza peke yake, lakini hata sisi umetutunza na wakazi wa eneo hili. Hivyo tunakualika tunapoenda kujifunza neno lako, si tu kwamba tulielewe, lakini tunakualika tuwezeshe tukalitendee kazi, ili tufae kuwa miongoni mwa watakaoweza kuokolewa. Asante Mungu wangu, asante utasema nami ili nami niseme na watoto wako waishio mahali hapa, kwa Kristo Bwana wetu Yesu nimeomba. Amina, 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 amina. Asante sana. Basi wapendwa, mara baada ya kualika uwepo wa Mungu mahali hapa, hicho ni kibali pekee ambacho kinaturuhusu kuingia moja kwa moja katika mada ya alasiri ya leo inayoelekea jioni, kwa ajili ya kusikiliza nini Mungu anachotaka tukisikie na nini Mungu ambacho anataka tukitekeleze. Huenda kukusikia tu hiyo itatosha kutubadilishia mwelekeo ambao tulikuwa nao, mwelekeo wa kuangamia, na sasa tunaingia katika mwelekeo wa kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mada ambayo iko mezani wapendwa inasema, kwa nini wanadamu wengi wataangamia? Hiyo ndio mada tunayotembea nayo katika mianzo ya mfululizo wa mikutano yetu, kwamba je, kwa nini wanadamu wengi wataangamia? Licha ya kushinda katika nyumba nyingi za ibada wakiingia na kutoka, wapendwa, bado tunataarifiwa na vitabu vitakatifu ya kwamba watakaoangamia watakuwa ni wengi. Sasa kwa nini waangamie na hali wanashinda katika nyumba nyingi za ibada wakijifunza haya na yale kwa ajili ya wokovu wao? Sikiliza, patana nami mpendwa, upate pale ulipo uweze kujua nini kitakachopelekea wanadamu wengi kuangamia. Inawezekana mimi nikawa miongoni mwa hao, inawezekana wewe uko miongoni mwa hao, lakini maadamu mshale wa mauti hujatuchoma, hebu tujifunze kile kitakachopelekea wanadamu wengi kuangamia. Kwa kukijua tu utakuwa ni mwanzo wa kukikwepa na tayari kutenda kile ambacho kitatuwezesha kuwa miongoni mwa watakaoweza kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumbuka, kila mmoja wapendwa, kila mmoja, hakuna aliye tayari kupotea. Lakini la kushangaza kama si la kusikitisha, licha ya wote kutamani kuokolewa, bado idadi inasomeka ya kwamba itakuwa ni kubwa sana ya watakaoangamia. Nini kitakachopelekea watu wengi kuangamia? Fuatana nami wapendwa, tuweze kujifunza kutokea katika vyanzo aminika, kutokea katika hivi ndivyo asemavyo Bwana, kusikia na kuelewa ya kwamba kitakachopelekea watu wengi kuangamia ni hiki na hiki na hiki. Huenda kwa kukisikia basi tutakikwepa na hatimaye tuingizwe kwenye kundi la watakaoweza kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wapendwa, tangi hapa nilizungumza ya kwamba tunahubiri mtandaoni, tuko online. Kwa hiyo sio vibaya nikiweza kukukumbusha, lakini pia kabla sijawakumbusha, naomba niweze kuangalia kama tuko hewani, kusudi nisijikute na waeleza ya kwamba tuko mtandaoni kumbe mitambo haijawa sawasawa. Naomba niweze kutumia angalau hata dakika moja mbili kuangalia kama tuko hewani, kwa ajili ya kuwafanya wale ambao wako nje na maeneo haya kuweza kushiriki mibaraka ya neno hili linalosikika mahali hapa, kusudi waweze kuandaliwa na wao kama sisi kwa ajili ya wokovu
unaokuja hivi karibuni. Ninapoenda kuangalia, niombe kuwakumbusha ya kwamba ili kutupata utatakiwa kuandika Funguka Macho TV. Hilo neno TV halina mtoto, ni T isiyo na mtoto, alafu na V isiyo na mtoto. Kwa hiyo ukiandika hivyo kwenye YouTube yako, basi utatuona hapa tukiwa mbashara kabisa. Naam, hapa natafuta kujiridhisha kuona kama tuko mbashara, kusudi tusiwache nyuma wenzetu walio nje na mipaka ya eneo hili, kwani itakuwa ni vizuri kama andiko linavyoelekeza ya kwamba ujumbe huu utahubiriwa dunia nzima. Naweza ukajiuliza kwamba sasa dunia hii yenye ukubwa wa bara 7 tutawezaje kuhubiri? Sikiliza, maarifa yameshaongezeka. Kwa hivyo kutokea hapa tu tukiwa wawili tunaihubiri dunia kwa dakika moja. Naam, tunaihubiri dunia kwa dakika moja ili kusudi waweze kujua na kusikia kile ambacho Bwana anawataka kukifanya kusudi wafae kuweza kuokolewa. Wapendwa, naomba niwakumbushe, andika Funguka Macho TV, alafu uweze kubonyeza hapo, utatukuta tuko live moja kwa moja. Hapana, jiridhisha tu kuona kama tuko live. Naam, tayari ninajiona mwenyewe hapa nikiwa nyuma ya gari. Kwa hivyo wapendwa, ukiwa umeandika hivyo utakuwa na uwezo wa kuuliza swali lako na kumgawia linki mwingine aliye ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hata kama yuko Marekani atakuwa na uwezo wa kushare na sisi tukiwa hapa Mkiko. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, baada ya kujiridhisha kwamba tuko hewani, niombe twende moja kwa moja katika mada iliyoko mezani. Niwatangazieni ya kwamba mada inasema, kwa nini wanadamu wengi wataangamia? Kipo kigezo kikuu kitakachozingatiwa, na hicho kigezo ningetamani kisikilize, ili kusudi katika kukisikia tu itoshe kwa mapenzi ya Bwana kuweza kuwa miongoni mwa wale watakaoweza kuokolewa. Moja kwa moja tuingie katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 7 aya yake ni ya 21. Wapendwa, katika aya hiyo ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 tunaenda kupata maneno yanayotuhakikishia ya kwamba wengi wataokolewa si kwa sababu hawakushiriki mikutano ya ibada. Wengi hawataokolewa si kwa sababu walikuwa wengine kutoka katika nyumba za ibada. Wengi hawataokolewa si kwa sababu labda hawakuwahi kusikia, si kwamba hawakuwahi kuona, si kwamba hawakuwahi kusoma. Hapana, kuna kile kitakachowapelekea kushindwa kuokolewa. Nacho tunaenda kushughulika nacho ili kusudi kwa kukisikia na kukielewa huenda tukapona watu wa Mungu. Sisi tumeshindwa kujizuia. Kwa nini tujizuie kuletea habari njema ambapo kwa kusikia tu inatosha kuwafanya mkaokolewa na sisi tukabaki salama? Mathayo ni sura ya 7 aya ya 21. Maandiko yanasemaje? Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Sikiliza maneno mazuri hapo pangiliwa hapo ya kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Aliye wapi? Mbinguni. Sikiliza watu wa Mungu, tumesikia vizuri namna ambavyo kumbe kulitaja jina la Bwana mara nyingi, kulitaja jina la Bwana kwa kulemba, kulitaja jina la Bwana kwa sauti kubwa. Hayo hayatoshi kunifanya niokolewe. Hata mimi nazungumza mahali hapa, kuhubiri hapa, hakutoshi kunifanya niokolewe. Wewe unaingia kutoka kwenye nyumba nyingi za ibada ukisema Bwana Bwana, hilo halitoshi kufanya okolewe. Lakini tumeelekezwa vizuri ya kwamba watakaoweza kuokolewa ni wale wafanyao mapenzi ya nani? Baba yake aliye wapi? Mbinguni. Unaweza kugundua ya kwamba kitakachofanya wengi kuangalia ni kinyume cha hilo, ya kwamba ni wale watakaoshindwa kuyafanya mapenzi ya Baba yake Yesu aliye wapi? Aliye mbinguni. Ndio. Na laiti wapendwa, tungekuwa tukitii maelekezo ya Mungu,
haikosi. Inawezekana kabisa, nina uhakika tusingekuwa na vituo vya polisi, tusingekuwa na migambo, tusingekuwa na majengo ya magereza, lakini pia tusingekuwa na makufuri kwenye majumba yetu. Kwa nini? Tungeishi maisha ya raha mstarehe, lakini kwa sababu ya kukoswa maadili, kwa sababu ya makosa yale, ndio maana tunakuwa na vituo vya polisi, tunakuwa na magereza, tunakuwa na askari wa gereza, tunakuwa na migambo katika vijiji. Ni kwa sababu kuna wakorofi wasiopenda kufuata maelekezo ya Mungu. Laiti tungetii maelekezo ya Mungu, wapendwa, tungeishi maisha ambayo hujawahi kuona, tungeishi maisha ya raha, tusingekuwa tunaweka walinzi, tusingekuwa tunaweka kufuri kama nilivyosema, kwa sababu asingekuwa mhalifu. Lakini kwa sababu ya kushindwa kutii maelekezo ya Mungu, basi tunajikuta tumeingizwa kwenye kundi la watakaoangamia. Hatujaelewana vizuri bado, fuatilia tu, huenda tukafika mahali ambapo tutaelewana. Wapendwa, kitakachopelekea watu wengi kuangamia sio kingine, ni kwa sababu ya kushindwa kufanya mapenzi ya Mungu. Lakini wale watakaokuwa wamefanya mapenzi ya Mungu wataokolewa. Na ni kwa jinsi gani wataokolewa? Ni kwa sababu watakuwa wamesikiliza maelekezo ya atoaye ramani, na kwamba kwa ramani hii ukiufuata utafika unakoelekea. Hujanielewa vizuri? Nikwambie kitu fulani hapa kitakusaidia nami kitanisaidia pia. Sikiliza, hata katika maisha yetu ya kawaida ya kibinadamu, hivi nilivyo mimi, hivyo ulivyo wewe, hivi tulivyo sisi sote, katika masuala mazima tu ya kijamii, ikihusisha mambo pia hata ya kiuchumi, chakula nyumbani, kila chochote unachokimiliki ni matokeo ya ulivyojiweka kipindi cha nyuma. Hilo unaweza kuwa bado hujanielewa. Yaani hata hii tu ile maisha tunaishio, ikiwa wewe ni mvivu, hujui kujishughulisha na majukumu ya kawaida na kutangazia hivi, inakuandalia aina ya maisha tutaishi kesho. Utakutwa na hali ngumu ya maisha, utakosa chakula, utakosa nguo, mpaka utashangaa unaona aibu kutembea katikati ya ndugu zako. Kwa nini? Umeshindwa kutumia vizuri muda ulionao kuiandaa kesho yako. Vivyo hivyo pia ni masuala mazima ya kiroho. Kadiri tunaposhindwa kutekeleza mapenzi ya Mungu, inatuandalia kuwa aina ya watu watakaoangamia, kwa sababu Mungu hana upendeleo. Ikiwa tutakosea makosa uliyokosea wenzetu huko nyuma wakaadhibiwa, ndio hivyo sisi pia tutaadhibiwa. Hii ni kwa sababu ya kwamba Mungu hana upendeleo, wapendwa. Laiti kama Mungu angekuwa na upendeleo, basi angeweza kuwaacha wale waliokosea kipindi kile cha nyuma, wakati fulani walipokuwa wamekosea makosa sawa na yale waliokosea wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hujanielewa vizuri, mpaka tuende mbele kidogo kuweka vizuri zaidi. Sana tunachokisihi mbele zako unifuatilie. Huenda kwa kunifuatilia utaelewa nini ambacho Bwana anatutaka tuweze kukielewa. Mtu wa Mungu, sogea kwenye kiti cha usomaji ili tuweze kuzama ndani zaidi, kutafiti kwamba hivi Mungu anatutaka tuelewe nini na anatutaka tusielewe nini ambacho wakati fulani tumekuwa tukikiwasilisha ama kuwasilishiwa isivyo. Wapendwa, mapenzi ya Mungu ni mengi sana. Mapenzi ya Mungu ni namna gani? Ni mengi. Sasa leo tunashughulika na machache kati ya hayo mengi ambayo huenda yatatosha kutupa ushahidi wa jinsi gani ambavyo kwa kukosea tutajikuta tunaonekana kama tunapuuza maelekezo ya nani? Ya Mungu. Tunaingia ndani kabisa kuhakikisha tunajiridhisha katika kile kilichokitamka ya kwamba watakaoangamia watakuwa ni wengi. Sasa naomba nilithibitisha hili katika kitabu kile cha Mathayo, Luka sura ya 13 anzia fungu la 23 mpaka la 24. Kitabu cha Luka sura ile ya 13 aya ya 23 na 24. Aya hizo mbili zinatusaidia kuelewa ya kwamba kwa kweli watakaookolewa watakuwa ni wachache. Licha ya kwamba watu wanaingia kutoka nyumba nyingi za ibada, bado wokovu utakuwa ni wa wachache, na hii inatokana na kile ambacho tutakisoma mahali hapo. Sikiliza, karibu. Maandiko yanasemaje? Mtu mmoja akajitosa akamuuliza Yesu, je, Bwana? Alimuuliza swali zuri kabisa, je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache? Ni swali zuri kabisa ambalo hata mimi pengine kama tulikuwa wote ningemuuliza. Ni swali zuri kabisa. Je, Bwana, wanaokolewa ni wachache? Akawaambia, sikiliza, alimjibu akiwajibu na wenzao waliokuwa pale karibu naye, akasema, jitahidini kuingia katika mlango ule mwembamba. Akiwaeleza na wenzake ya kwamba jitahidini kuingia katika mlango ule mwembamba. Mwembamba. Jitahidini kuingia katika mlango ule mwembamba. Mwembamba.
wapendwa, iko hivi, tunaishi kwenye ulimwengu wa watu wasiopenda lapsha wasiopenda, situmie kauli nzuri, mnielewe vizuri, watu wasiopenda masharti, watu wasiopenda maelekezo. Kumbuka njia hiyo nyembamba inawakilisha utaratibu, inawakilisha kujikana, inawakilisha kujinyima. Akamweleza jitahidini. Sikiliza, hii tu inisaidie na wewe kusaidia pia, kwamba watakaofanikiwa kwenda mbinguni ni wale watakaokuwa wana jitihada kuhakikisha wananusuru roho zao. Sasa tunaishi kwenye ulimwengu wa watu ambao hawapendi kujitabisha, ni watu wanaopenda kupumzisha vichwa vyao, hawataki kujisumbua, watu wasiopenda kuumiza miili yao. Hii ndio jamii kubwa ya watu tunaoishi nao, lakini maelekezo ya Biblia inaelekeza hivi, tujitahidi wapendwa kuingia katika mlango leo namna gani? Mwembamba. Kwa nini alielekeza hivyo? Endelea. Kwa nini alielekeza hivyo? Kwa maana anawaambia kwamba, sasa kwa maana anawaambia kwamba wengi watataka kuingia wasiwaingie. Sasa isikilize, sikia wapendwa, ni kwamba licha watu wengi ya kwamba wataangamia, lakini bado watakuwa wanataka kuokolewa, lakini licha ya kutaka hawataweza. Sasa kwa nini wasiweze na hali wanataka? Ni kwa sababu maelekezo ya Mungu kwao yataonekana ni mlima, maelekezo ya Mungu kwao yataonekana ni matusi, maelekezo ya Mungu kwao yataonekana ni fedheha, maelekezo ya Mungu kwao yataonekana ni kujishusha heshima. Sikiliza, katika historia hakuna kile ambacho unaweza kujitafsiri kuwa chenye thamani kisichokuwa na juhudi kwa mhusika. Nimetangulia kuzungumza ya kwamba hata aina ya maisha tulionayo, kile ninachokimiliki, kile unachokimiliki, kile kinachomilikiwa na fulani, ni matokeo namna alivyoonyesha bidii kukihangaikia. Kadhalika hata ufalme wa Mungu, wapendwa, tusipoonyesha juhudi na bidii kuhangaikia kile ambacho Mungu anataka tukifanye, wapendwa, hatutatoboa. Sema wakeleo, hatutafika tunapoelekea. Lazima tuonyeshe bidii kupitia huo mlango ulio mwembamba, ili tufai kuwa miongoni mwa watakaookolewa. Endelea, maelezo hayo hajaisha hapo. Sawa kabisa. Kimbia katika ile fungu la 24 mpaka fungu la 27 tunapojenga msingi kwa kile ambacho natamani tuweze kujifunza siku ya leo. Rudia. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Anasema jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Anasema wengi watataka lakini wasifanyeje? Wasiweze. Sasa nisomee fungu la 24 hapo chini na fungu mpaka la 27. 25 anasema 24 mpaka 27. 24 mpaka 27. Ndio nimeanza hiyo, ndio nimeanza 24 mpaka 27. Jitahidini. Niko nasoma sasa fungu la 24 mpaka 27 la Mathayo sura ya 7. Wewe ulikuwa Luka 13. Mathayo 27. Mathayo 7. Natafuta Mathayo 7 fungu lile la 24 mpaka 27. Wapendwa, katika mafungu hayo tunapata kuelewa vile ambavyo kumbe kipindi cha uhai wetu kinatosha kutofanya tuwe na maamuzi sahihi muda mfupi kabla ya kujafa muda tusioujua, ili tuweze kufaa kuwa upande ambao ni sahihi na salama. Karibu. Maandiko yanasema, basi kila sikiaye haya maneno yangu. Sikiliza wapendwa, kwamba basi kila sikiaye maneno hayo na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Sikiliza wapendwa, sikilizeni hili jambo liingie ndani zaidi. Anasema kila sikiaye maneno ya Kristo na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili. Atafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili. Kumbe kuna kusikia alafu kuna kufanya. Hivi kumbe unaweza ukasikiliza ukaelewa alafu usifanye. Sasa kumbe kama kuna kusikia na kutokufanya, kuna jina jingine. Nisomee fungu linalofuata hapo. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Hebu nimalizie hilo kwanza la 24 litengeneze. Basi kila sikiaye hayo maneno yangu. Anasema basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Anasema atafananishwa na mtu mwenye nini? Akili. Aliyefanyaje? Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha. Anasema hata mvua inaponyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke. Anasema haiwezi kuanguka.
kwa maana msingi yake imejengwa juu ya mwamba. Amina. Sikizeni wapendwa, katika hili ndipo tunapohitaji kutengeneza msingi wa mada yetu jioni ya leo, ya kwamba yule anayesikiliza neno la Mungu na kulifanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyeweza kujenga nyumba yake juu ya mwamba, kiasi kwamba hata mvua zinapoweza kunyesha, pepo zinapoweza kumpiga na mafuriko kuja, anasema nyumba hiyo itasalia kuwa imara kwa sababu imejengwa juu ya mwamba ulio nini? Imara. Amina. Lakini ikaenda mbele zaidi katika fungu tunaenda kulisikia jinsi gani ambavyo wale wanaosikiliza neno la Mungu wasilifanye wataitwaje? Karibu fungu la 26. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, kwamba na kila asikiaye maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu. Atafananishwa na mtu namna gani? Mpumbavu. Yule mtu atafananishwa na mtu namna gani? Mpumbavu. Aliyefanyeje? Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, anguko lake likawa kubwa. Sikia hili kwa wapendwa, jinsi gani ambavyo kumbe tunaalikwa si tu kusikiliza na kuachia hapo, badala tunaalikwa kusikiliza na kutenda. Laiti kama tutakuwa kusikiliza tu tusitende, anasema tutafananishwa na mtu ambaye ni mpumbavu, ambaye alijenga nyumba yake juu ya mchanga, kiasi kwamba hata mvua ziliponyesha, mafuriko yakaja na pepo zikavuma, ziliipiga nyumba hiyo, na nyumba hiyo ilianguka anguko lililo kubwa, kwa sababu ilikuwa imejengwa juu ya nini? Juu ya mchanga. Sasa sikilizeni wapendwa, tusiingizwe kwenye kundi la wapumbavu ambao wanajenga juu ya mchanga. Badala yake tuingizwe kwenye kundi la wenye hekima, wenye busara, wenye akili, wanaosikiliza neno la Mungu na kulitekeleza. Hapo ndipo tutakapolinganishwa na mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Juu ya mwamba, kiasi kwamba hata mvua zinaponyesha, pepo zikivuma, mafuriko yanapokuja, basi nyumba ile ikipigwa itasalia kuwa imara. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa imejengwa juu ya nini? Ya mwamba. Juu ya mwamba. Sasa utagundua kwamba kitakachopelekea watu wengi kuangamia ni kwa sababu wamekuwa wasikilizaji tu na wala sio watendaji wa neno. Haijalishi wamekuwa wakiingia na kutoka katika nyumba nyingi za ibada, lakini kwa kusikia bila kutekeleza wanayoelekezwa, bado wataibuka wakiwa walioshindwa, ambao sehemu yao ni katika lile ziwa la moto. Sikilizeni watu wa Mungu, nimetangulia kuzungumza katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 ya kwanza mpaka ya 3 ya kwamba Mungu anatuwazia mema, kutuhakikishia kwamba sote tuweze kuokolewa. Lakini kwa bahati mbaya kabisa, wengi watajikuta wameangamia, si kwa kuwa Mungu aliwachagulia huo moto, lakini watakuwa wameingia kwenye mlango usiowahusu. Wapendwa, moto aliangaliwa Shetani na malaika zake. Hili kundi kubwa tunayosema kwamba litaangamizwa ni kwa sababu watakuwa wameshindwa kusikiliza tu maelekezo ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo nakutangazia ya kwamba bado maadamu unaishi, unayo fursa ya kuhakikisha unaelekea mwelekeo ulio sahihi wa kuwa katika watakaookolewa. Hebu nithibitisha maneno haya ya kwamba moto aliandaliwa Shetani na malaika zake, na wala sio sisi wanadamu. Sisi tumeandaliwa sehemu nzuri kabisa. Nawaambia mahali hapa, nitafutia kitabu cha Mathayo 25 aya yake 141. Maneno yanayosomeka mahali hapo yanatuhakikishia ya kwamba wapendwa, aliandaliwa Shetani moto, sio sisi. Kwa kuwa iko hivyo, basi tuna kila sababu ya kusikiliza, kuelewa na kutenda neno la Bwana kusudi tusijikute tunaingia mahali pasipo tuhusu. Umeshafika mtu wa Mungu? Ndio. Ipo karibu tusomee mahali hapo. Maandiko yanasemaje? Kisha atawaambia walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, kwamba ondokeni kwangu mliolaaniwa, ninyi mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele. Mwende katika moto wa nini? Wa milele. Mwende katika moto wa nini? Wa milele. Aliyofanyeje? Aliwekwa tayari Ibilisi na malaika zake. Sikia hivyo kadhi mbaya. Kumbe kuna watu watajikuta wameingia kwenye moto usiowahusu. Na kumbuka, isisahaulike, watakaoangamia wapendwa ni watu wangapi? Ni wengi, si wachache, ni wengi sana. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi kwenye ulimwengu watu wasiopenda maelekezo. Nikatangulia kusema ya kwamba kama tungekuwa watu wema tunaotii maelekezo ya Mungu, hata mgambo wangekosa kazi ya kufanya, vituo vya polisi visije kuwepo, maana wahalifu wasije kuwepo. Lakini kwa sababu watu wanaoishi kwenye ulimwengu ni watu wasiopenda maelekezo, ndio maana unajikuta unavalishwa sare ya njano, unaitwa mfungwa utakayefungwa miaka kadhaa. Kwa nini? Hatutaki kusikiliza
kupenda neno la Mungu. Na ukumbuke watakwenda mbinguni wanaangaliwa tukiwa hapa. Usijifariji kwamba kuna muujiza utakayotokea ujikute tu umepelekwa mbinguni. Hakuna, lazima usikilize, uelewe, utende kila Mungu anachokielekeza. Usije kutarajia muujiza wa kujikuta umepelekwa mbinguni. Hakuna. Mungu hatapeleka wasio na mwelekeo. Mungu atapeleka wale tayari, wale wanaokidhi vigezo vya kukaa mbinguni. Sasa akikupeleka ukiwa ni tapeli, utaenda kungoa vitu vya huko mbinguni. Mungu hatakupeleka kama unakosa sifa za kwenda huko. Lazima utakatifu uanzane nao hapa. Uwe mtu mwema unayehusiana vyema na jamii inayokuzunguka. Tafutia kitabu kile cha Waebrania 12:14. Katika kitabu hicho cha Waebrania 12:14 kuna watu ambao mpaka dakika hii wameshindwa kuishi vizuri na jamii inayowazunguka, hapo bado wanajiita watu wa Mungu. Unaingia mbingu ya nani? Kumbuka, lazima utii maelekezo yote, la sivyo huwezi kukidhi vigezo vya uenda mbinguni. Umeshafika mtu baba? Maandiko yanasemaje? Katika kitabu kile cha Waebrania 12:14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wangapi? Wote. Ukitafuta kizembe, tafuta kwa bidii, hakikisha una adui katika maeneo yote yanayokuzunguka, mbele, nyuma, kushoto, hata kulia. Usianze kutudanganya ya kwamba wewe unaenda mbinguni. Mbinguni ya wapi? Umeshindwa kupatana na majirani zako, unalipa vibaya, hauongei na mtu fulani na unamwita adui. Sasa unafikiri mbinguni wataenda watu wa sampuli hiyo? Hakuna. Hakuna. Ukikosa kuishi vizuri na jamii ya kuzunguka, tayari hata Mungu umeshakosana naye moja kwa moja. Sina mahali hapo. Anasema tena, narudia, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ndio. Na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Sikilizeni watu wa Mungu. Katika kuhangaikia kutafuta kwa bidii kuwa na uhusiano mwema na jamii inayotuzunguka, lazima pia tusijiepushe kutafuta kwa bidii kuwa watakatifu, ambapo bila kuwa na utakatifu hakuna atakayemwona Bwana. Sasa hivi watu wanatafuta wepesi. Sikiliza, ukijichanganya ukafyeka usilime, njaa itakutandika. Ukajisumbua ukalima usipande, bado njaa ni yako. Ukipanda usipalilie, bado njaa inakuhusu. Ukipalilia usivune, utakufa. Maana yake nini wapendwa? Lazima tufuate taratibu zote. Hizo ndizo kanuni Mungu azitakazo. Kadhalika mbinguni hatutaenda kama tunavyoenda mahala popote tu. Hata Kigoma tu unalipia nauli. Yaani nasubiri mbinguni ndio uende kama unavyoingia chooni, unapata hata chooni lazima upige hodi. Thubutu, labda hiyo ni mbingu ya kwako ambayo umeitengeneza. Lakini Mungu mfahamu, ambaye hajui kupendelea, aliyewahi kuangamiza ulimwengu mzima kaiokoa familia moja, hawezi kukupeleka kama hujakidhi vigezo. Ndio sasa tunaingia kutafuta zaidi. Kwa nini watu wengi wataangamia? Ni kwa sababu tayari tumeanza kugundua, ni kwa sababu watu wengi wanapenda mteremko, hawataki kupata maelekezo. Ndio unaposikia utakatifu, unaposikia kitu kinachoitwa utakatifu, usifikiri ni kitu cha kuokota hivi hivi tu. Lazima kina gharama, na hiyo gharama wengi hawataki kuibeba, na kutangazia kama huko tayari kubeba gharama, hutafika hapo ambapo unapatarajia. Ndio, kumbukeni, tuko hapa wapendwa, kwa ajili ya kujiokoa na kuwaokoa nyinyi pia mnaotufuatilia. Andiko linalotuongoza katika hilo ni kitabu cha Isaya 58 aya yake ni ya kwanza. Aya hiyo niombe tu kuitamka kama ilivyo, ili kusudi tuweze kukimbia huko tunapotaka kwenda. Hii ni mara ya pili naitamka. Kwa nini? Ninatengeneza msingi wa kile tutakachokuwa tukizungumza mahali hapa. Nimetangulia kusema ya kwamba tutakuwa hapa kwa neema ya Bwana kwa muda wa juma zima. Andiko hilo linasomeka ya kwamba piga kelele usiache, waambie watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Lazima tuambiane wapendwa, mapungufu yetu, mapungufu yako na ya yule na ya yule. Huenda kwa kusikia na kuelewa tunaweza tukajisahihisha, tunaweza tukajirekebisha, tukafaa kuwa miongoni mwa watakaookolewa. Hii ni kwa sababu mshahara wa mauti haujatuchoma. Kwa hivyo nikutangazia kwamba tukiwa hapa tunaenda kugusa udhaifu mmoja baada ya mwingine. Kumbuka wapendwa, hatukuja ili kuwafurahisha, hatukuja ili kuwachekesha. Ni mithili ya daktari anayetumbua jipu. Kwa basi, kama kweli anaijua kazi yake vizuri, ukiwa unaonyesha maumivu na simanzi, hawezi kukuacha kisa tu kwamba unaumia. Anaitengeneza kazi yake kuwa ya kiwango kwa kukuhudumia.
haijalishi unaumia, lakini lazima atafinya, atasafisha usaha wote, na kisha atakwambia pole. Kesho ukipona utampa mkono wa hongera. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu tunaishi kwenye ulimwengu wa watu wasiopenda kukosolewa, tunaishi kwenye ulimwengu wa watu wasiopenda kuonya, lakini kumbuka Kristo ambaye ndiye kielelezo pekee. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 3:19 anasemaje? Nisaidia kitabu cha Ufunuo 3:19, usikilize. Kristo ambaye ni kielelezo pekee katika kila tunachoweza kufanya. Yeye ni muonyaji, ni mkemeaji. Na hiyo basi kwa wote wanaopenda kuwa miongoni watakaookolewa lazima wafuate kielelezo cha Kristo. Yeye anasemaje? Ufunuo 3:19 anasemaje? Wote niwapendao mimi, anasema wote niwapendao mimi nawakemea na kuwarudi. Anasema nawakemea kufanyeje? Kuwarudi. Sikiliza wapendwa, ukimwona mtu anakuonya dhidi ya kile anachokifanya, huyu anakupenda. Sikiliza, tunaishi kwenye ulimwengu wa watu wasiopendana. Akikuona umekosea anasema achana nalo, hilo litajijua. Sikiliza, lakini maelekezo ya Mungu sio hayo. Maelekezo ya Mungu yanaelekeza hivi: tunapogundua udhaifu wako tukueleze. Wewe pia unapogundua udhaifu wetu fanyeje? Tueleze. Huko ndiko kupona kwetu. Kwa lazima tutambue hilo, kama Kristo alivyoelekeza ya kwamba wote wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Sisi wafuasi wake pia lazima tutekeleze hilo wito. Katika hilo tunasoma kitabu cha Ezekiel 3:18. Kitabu cha Ezekiel 3:18 kinakutaka wewe tuweze kuelekezana madhaifu yetu, la sivyo kiacha nikapotea, damu yangu utadaiwa wewe. Kama na ambavyo na mimi nikitulia licha ya kugundua wewe ni mkosaji, nisipokueleza utapotea, ndiyo, lakini damu yako nitadaiwa mimi. Sasa mimi ni nani ninyamaze na hali sina pipa la damu ndani ambayo nitachota humu nilipe? Sikiliza, Mungu anasemaje? Anasema hivi, nimwambia kwa mtu mbaya, nimwambia kwa mtu mbaya, hakika utakufa. Hakika wewe mtu utakufa. Wewe usimpe maonyo, alafu usimwambie maonyo yake, wala usemi na usemi naye, ili kumwonya, ndio kusudi aache njia yake, ndio mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya, kama mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, ndio katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka. Lakini damu ya huyo mtu anasema nitaitaka wapi? Mkononi mwako. Sasa wewe ni nani unayeweza kuacha mimi niangamie, usinieleze udhaifu wangu kisha ukae umenao? Hivyo na sisi hatuko radhi kunyamazia yale tunayoona ya kwamba mkiyadumisha mtapotea, nasi tutadaiwa damu zenu. Hatuko tayari kulipa damu zenu, na ndio maana kwa kweli tunatekeleza wito wa Bwana katika kitabu cha Marko 16:15 ya kwamba basi enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila nini? Kiumbe, ili kusudi kila aminie asifanyeje? Asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kwa hivyo basi tunatambua ya kwamba wote ni waelewa, na tayari hapo tulipofika tu inatosha kuingia ndani katika vyumba vya somo letu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumbukeni, tumetangulia kuzungumza ya kwamba tunashughulika kujua nini kitakachopelekea wanadamu wengi kuangamia. Kwa muhtasari tumeshapata ya kwamba kitakachopelekea wengi kuangamia ni kwa sababu ya utovu wa maelekezo ya Mungu. Wanachana ramani ya kule wanakoelekea, na hivyo wanajitengenezea ramani yao wenyewe. Biblia kitabu cha Yeremia 2:13, ni katika kujitafutia njia zetu wenyewe mahali ambapo tungefuata njia ya Mungu. Wapendwa, hatutajiepusha na mkono wa Mungu wenye ghadhabu. Kikubwa tunachotaka kufanyia kazi ni kusikiliza Mungu anatutaka tufanye nini, lakini Mungu anatutaka tusifanye nini. Biblia nzima licha ya ukubwa na maneno mengi yaliyo humo, Biblia imesheheni mambo makubwa mawili. Moja, kujua Mungu anatutaka tufanye nini, na kujua Mungu anatutaka tusifanye nini. Kwa kufanya kile anachotaka tukifanye, tutakuwa tumetii, na kwa kutoka kufanya kile alichotusudia tusifanye, tutakuwa pia tumefanyaje? Tumetii. Lakini kwa bahati mbaya watu wanataka waende wanapotaka, na hicho ndicho ambacho Mungu hataki. Tumejitengenezea mazingira sisi tunayoyataka, yanatufurahisha, yanatuvutia, alafu tumeacha maelekezo ya Mungu. Sikia neno linalosomeka hapo katika kitabu cha Yeremia 2:13. Anasemaje? Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Watu wangu hawa wametenda
makosa ama maovu mangapi? Mawili. Wametenda maovu mangapi? Mawili. La kwanza, wameniacha mimi. Anasema wamemwacha yeye Mungu niliye chemichemi ya maji ya uzima. Aliye chemichemi ya maji ya nini? Ya uzima. Wamefanyaje sasa? Wamejichimbia mabirika. Anasema wamejichimbia wenyewe mabirika ya vujayo. Mabirika ya vujayo. Sikilizeni watu wa Mungu, ikiwa tutakoswa kusikiliza sauti ya Mungu, tutafananishwa na wapumbavu kama tulivyosoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 7 aya ile ya 26. Lakini laiti kama tutasikiliza maelekezo ya Mungu na kuyafuata, ikihusisha kuyatenda, basi tutafananishwa na watu wenye akili. Na kupendekezea uweze kuingizwa kwenye kundi la watu wenye akili, utakayesikiliza, kuelewa na kutenda kile Bwana anachokutaka ukitende. Huenda kwa kusikiliza hilo tu ukapotea, amini ukaokolewa, ukatoka kwenye kundi la watakaopotea. Naam, sasa naomba tuanze kuzama ndani zaidi. Tunazama ndani zaidi. Sikilizeni, nikatangulia kusema mengi ya maelekezo ambayo Mungu ameyatoa tunaweza tukayazungumza hapa hata miezi 6 yasiishi, lakini naomba nizungumzie kipengele pekee ambacho ninaamini ndicho kinachoweza kutuandalia mazingira ya kuandaa njia zingine njema, na hivyo tukaingizwa kwenye kundi ama kwenye listi ya watakaoweza kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anabadilisha maiki, naomba niendelee kuandaa tunapoingia ndani sasa chumbani kutafuta kujua mojawapo ya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu lakini ambayo yamekengeushwa. Niomba ukige sikio sasa tunapoingia kubabadua kile ambacho ninakidhani kwa kukisikia utaanza kutafakari na kuona ya kwamba kwa kweli katika hili Mungu atuhurumie ili tuingizwe kwenye kundi la watakaoweza kuokolewa. Sasa naomba moja kwa moja ingia katika kitabu kile cha Warumi sura yake ni ya 6 aya yake ya 16. Warumi 6:16. Warumi 6:16, tunaanza kuingia ndani kutafuta kile ambacho natamani tuweze kukielewa. Warumi 6:16. Ndio. Maandiko yanasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Subiri, iko hivi watu wa Mungu, ikiwa utatekeleza yale ambayo yule aliye juu yako ndio ayatakayo, wewe utakuwa umejisajili kuwa raia wa huyo. Lakini pia kama utakoswa kutii yale akuagizayo yule aliye juu, utakuwa pia unajiondoa kuwa raia wa huyo aliye juu. Unaweza kuwa bado hujanielewa. Sikilizeni watu wa Mungu, unapokuwa umetenda dhambi, wewe moja kwa moja unakuwa abiria wa gari la shetani. Kadhalika unapokuwa umetenda mema, unakuwa abiria wa gari anayoliendesha nani? Kristo ama Yesu. Hiyo maana ya fungu hilo. Ili kuthibitisha vizuri kae katika akili ya msikilizaji, nisaidie kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wake ni wa 8. Unapokuwa umetenda dhambi, wewe moja kwa moja unakuwa ni wa ibilisi shetani. Sasa vivyo hivyo utakapokuwa umetenda mema, utakuwa wewe ni wa Kristo. Karibu. Maandiko yanasemaje? Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Anasema atendaye dhambi ni wa nani? Wa ibilisi. Atendaye dhambi ni wa nani? Wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Ni kwa sababu yeye ndiye muasisi wa dhambi. Ukitenda dhambi, wewe umekuwa raia wa nani? Wa shetani. Na shetani wote tunaelewa ya kwamba hana mpango wa kwenda mbinguni. Sasa kwa nini tunyamazie ili watu wa Mungu? Lazima tuliweke vizuri kusudi kila atakayekuwa anasikiliza na kuelewa aanze kujikagua. Je, nipo kwenye foreni ya shetani au nipo kwenye foreni ya Mungu? Ukigundua kwamba uko kwenye foreni usiyoipenda, bado fursa unayo, maadamu mshahara wa mauti haujakuchoma. Lakini bado kuna mtihani hapo. Kwani dhambi ni kitu gani? Unaposikia neno dhambi ni kitu gani? Kumbuka wapendwa, tumekuwa tukihubiriwa katika nyumba nyingi za ibada ya kwamba jamani, watendao dhambi watapotea, watendao dhambi wataangamia. Sasa dhambi ni mdudu gani? Dhambi
dhambi ni kitu gani? Lazima tukielewe hicho kitu kinachoitwa dhambi. Tusipokijua tutajikuta tunaitenda hiyo dhambi hata bila kuelewa, na tujikuta tunaangamia, si ndio? Ndio. Sasa naomba kimbia kitabu hicho, lakini fungu lile la 4, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wake ni wa 4. Tusikilize dhambi ni nini. Maandiko yanasema anza kujikakuana, kujipanga upya. Karibu. Kila atendaye dhambi, sikiliza maneno ya kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi. Afanya nini? Uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Wapendwa, imesomeka na kusikika vizuri ya kwamba kila atendaye dhambi afanya nini? Uasi. Kwa kuwa dhambi ni nini? Ni uasi. Sasa sikilizeni, kwenye maelezo yaliyosoma hapo kuna kitu kimepunjwa. Naomba nikiingia sikio. Najivunia uelewa na Mkigo ni wajuzi wa maandiko, na kwa hivyo anachokizungumza watakuwa radhi kunifuatilia. Nikasema kwenye maelezo hayo kuna kitu kimepunjwa, naomba tukifuatilie kwa kina kabisa. Fungu hilo nirudie ili niweze kusema baada ya kuwa umenielewa. Anasemaje? Kila atendaye dhambi afanya uasi. Afanya nini? Uasi. Kwa nini? Kwa kuwa dhambi ni uasi. Kuna maneno nasema yamepunjwa kwenye hilo fungu. Usiseme kwamba ninataka kukosoa Biblia. Sikiliza, usiwe mvivu wa kufikiri ukajikuta umetafsiri isivyo. Naomba uwe makini kunifuatilia. Nimesema kwenye fungu hilo kuna maneno yamepunjwa na yanapelekea tusilielewe vizuri hilo fungu. Kumbuka wapendwa, tunashughulika na tafsiri. Ikumbukwe na isisahaulike ya kwamba Biblia hii ni tafsiri kutoka katika Biblia ya Kiingereza ya King James Version. Na kwa hivyo ukitaka kujua ninachokizungumza, wewe unanifuatilia mtandaoni ukiwa popote pale ndani na nje ya mipaka Tanzania, hata ukiwa maeneo haya madogo ya sauti yanakukuta, hebu fuatilia fungu hili katika lugha mbalimbali. Uanzane na Kiswahili cha kisasa kama unajua lugha ya Kiingereza, kimbia katika fungu hilo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4, utapata kunikubalia kwamba tafsiri ya fungu hilo inahitaji uelewa zaidi. Kwa nini? Kuna maneno yaliyopunjwa. Maandiko yamesomeka ya kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kakomea hapo, lakini nakutangazia ya kwamba kuna kitu hapa kimepunjwa ambacho tukikisoma kwenye tafsiri nyingine tutakuta ya kwamba kinahitajika kuongezewa uelewa. Kwa nini? Katika kitabu cha Yohana wa kwanza Kiswahili cha kisasa, tunasoma Biblia ya Kiswahili cha kisasa, na wewe unatufuatilia kama unafahamu lugha ya Kiingereza, kalisome fungu hilo, utakuta kuna hiki kinachosomeka kwenye hiyo Biblia ya Kiswahili cha kisasa. Mstari ule wa 4. Wanasemaje? Kila mtu atendaye dhambi, kila mtu atendaye dhambi anavunja sheria ya Mungu. Anavunja sheria ya nani? Ya Mungu. Kila atendaye dhambi anavunja sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa nini? Maana dhambi ni kuvunja sheria. Sikilizeni wapendwa, dhambi ni kuvunja sheria, na kila anayevunja sheria ndiye ametenda nini? Dhambi. Unaweza kuwa hujanielewa bado. Huwezi ukahukumiwa kule mahakamani na hakimu kama ukuvunja sheria. Sheria ndiyo inayomuongoza hakimu kukuhukumu. Anakuambia kwa mujibu wa kifungu cha sheria kilichotumwa mwaka fulani, adhabu ya kosa hili miezi 3 na faini kadhaa, au ni miaka 30 na adhabu juu. Kwa nini? Ni kwa sababu wapendwa, sisi sote tutahukumiwa juu ya hicho kitu kinachoitwa nini? Sheria. Hivi moja ya kitu ambacho upaswi kukisahau katika maisha yako, unapokuwa umevunja sheria yoyote bila kujali unaipunguzia viwango namna gani, huko ndiko kutenda nini? Dhambi. Lakini bado kuna kitu kingine ambacho unaweza kukitenda ukajikuta umetenda nini? Dhambi. Hebu nisomee kitabu cha Yakobo sura ya 4. Yakobo sura ya 4 mstari wake ni wa 17. Napokimbia haraka kuhakikisha ninawafikisha mahali napotaka tuweze kufika. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 inasomeka ya kwamba kila ajuaye kutenda mema halafu asiyatende, huyo kwake ni nini? Ni dhambi. Kumbukeni, tuko hapa kutengeneza msingi wa mfululizo wa mada tutakazosimamisha hapa kwa muda wa juma nzima, lakini haraka naomba niwapitishe kwenye kile ambacho huenda ukawa hujachukua chochote katika kuzungumza maneno mengi yanayozungumza mahali hapa. Naomba tuweze kuhama tuingie katika mtindo mzima wa namna tunavyoweza kufanya ibada mbele za Mungu muda mfupi kabla hatujafunga. Sikilizeni,
Wapendwa, katika kuhakikisha tunatii maelekezo ya Mungu, lazima kila kilichoandikwa tukitendea haki kama kilivyo, bila kuangalia ya kwamba hiki kitu kinanivutia ama hakinivutii. Maadamu ni maelekezo ya Mungu yaliyoandikwa, unao wajibu, ninao wajibu, kila mmoja kutekeleza. Ndio hii itatutengenezea mazingira ya kujihakikishia kwamba tunapoelekea ni kwenyewe au sio kwenyewe. Najua nimetumia muda mwingi kutoa maelezo, sasa naomba niingie kwenye pointi moja kabisa ambayo wewe mwenyewe utanikubalia kwamba kwa kweli katika hili basi huenda tukahesabiwa hatia, lakini nakuhakikishia kwamba Mungu ninamfahamu mwenye huruma na mwenye upendo, hawezi kukuhesabia hatia kwa kitu ambacho hujafundishwa, hawezi kukuhesabia hatia kwa kitu ambacho hujakielewa. Mpaka ukielewe halafu endelee kukitenda, ndipo Mungu ataanza kukuhesabia hatia. Lakini kwa kipindi kile ambacho umetenda bila kujua, Mungu hawezi kukuhesabia hatia kamwe. Hiyo ndiyo tabia ya Mungu tuliye naye, Mungu mwenye upendo aishie milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba wakati fundi mitambo anaenda kukalia kiti, tuingie moja kwa moja kutafuta kile ambacho ni moja ya vipengele muhimu tunavyokutwa tunavitekeleza katika nyumba nyingi za ibada wakati fulani ni pasipo kujua, na sasa tunaenda kuuliza maandiko yaweze kutuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Moja kwa moja niombe mtu wa Mungu uingie katika kitabu kile cha Zaburi 47 aya ya 7. Wapendwa, katika kipengele hicho tunaenda kutafuta kujua muundo wa kiibada ndani ya nyumba za ibada. Tunaendeshaje ibada katika nyumba zetu za ibada? Je, katika kuendesha kwetu ibada katika nyumba hizo, je, tunamrudishia Mungu utukufu au tunafanya kinyume chake? Katika hilo naomba unikigie sikio. Nitangulia kusema ya kwamba tunaishi kwenye ulimwengu watu wasiopenda kukosolewa, lakini kama kuna kitu ambacho ni muhimu katika maandiko ambacho kila andiko linakielekeza ni kukosoana. Kiswahili tu ambacho kinaonekana hakivutii, lakini hii ndiyo Injili, kuambiana mapungufu ili tuyasahihishe. Uenda kwa kuyasahihisha tutaanza kuingizwa kwenye kundi la watakaofaa kuokolewa. Zaburi 47 aya 7 inasomekaje? Zaburi 47 aya 7. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Ndio, anzia fungu la 6 ikae vizuri. Anasema, mwimbieni Mungu. Anasema mwimbieni Mungu. Naam, mwimbeni. Naam, mwimbeni. Mwimbieni mfalme wetu. Anasema mwimbieni mfalme wetu. Naam, mwimbeni. Naam, imbeni. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Sasa hiyo ya kwamba maana Mungu ndiye mfalme wa nini? Wa dunia yote. Ndio. Imbeni kwa akili. Sikiliza hiyo ilivyokaa vizuri, ikae ndani kabisa, mfano wa dawa inavyoingiza kwenye damu za wagonjwa. Ya kwamba imbeni kwa nini? Kwa akili. Imbeni kwa nini? Kwa akili. Sikilizeni watu wa Mungu, katika nyumba nyingi za ibada leo watu wanaimba waonavyo, hawaimbi kwa akili. Sasa tutaenda kuona, je, ni akili gani ambayo Mungu anataka tuwe nayo katika kuimba? Kwa sababu tunaimba mbele za Mungu ambaye ana utisho, Mungu ambaye ni moto ulao, Mungu ambaye ameshikilia uhai wetu mikononi mwake, Mungu ambaye akikuminya hivi unakuwa marehemu ndani ya sekunde moja. Tunamwimbiaje kwenye nyumba nyingi za ibada? Tunamwimbiaje? Kimbia kitabu kile cha Zaburi 149 aya yake ni ya kwanza, ya pili na ya tatu, mahali hapo tuweze kusikiliza nini ambacho leo hii kinafanyika katika nyumba nyingi za ibada. Nimetangulia kuzungumza kwamba ukikosolewa mshukuru Mungu. Tunaishi kwenye ulimwengu wa watu wasioelezewa mapungufu yao, hata kuona na kinyesi kwenye uso wako anaachana na wewe, lakini mtu anayekupenda kwambia rafiki njoo, anakwambia tupambuse hivi. Huyo ndiye anayekupenda. Tusije tukaambiana mazuri wakati tumesha kufa. Unajua marehemu alikuwa hivi. Hakuna, mimi usinisifie staki. Zaburi pia nikiwa hai, unione nikiwa hai. Karibu. Zaburi 149, nisomee aya ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu. Anasema, haleluya. Haleluya. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Sifa zake katika kusanyiko la wataua. Katika kusanyiko la wataua. Israeli na amfurahie yeye aliyemfanya. Israeli na amfurahie aliyemfanya. Wana wa Sayuni wamshangilie mfalme wao. Na walisifu jina lake. Na walisifu jina
jina lake kwa kufanyaje? Kucheza. Na walisifu jina lake kwa kufanyaje? Kucheza. Sikilizeni watu wa Mungu, tunaenda kushughulika kwa kipande kifupi tu cha namna gani tunavyoweza kumwendea Mungu katika swala zima la kumwabudu katika nyumba nyingi za ibada. Ibada inahusisha uimbaji, inahusisha matoleo, lakini inahusisha nini? Na maombi. Sasa tutaendea katika vipengele tu viwili kulingana na muda. Tutashughulika na kipengele cha uimbaji, namna gani watu wanavyoimba nyimbo nyingi katika majumba mengi ya ibada, wanamwimbiaje Mungu, lakini tunashughulika na namna tunavyoweza kumomba Mungu. Tukiwa hapa tutakuwa tukiomba kwa namna ambayo labda itawashangaza. Sasa hatutaki mtushangae, badala yake tuwaelekeze kwamba maandiko yanatutaka kufanya nini. Unasikia maneno yalivyosomeka hapa? Hebu shuka hapo chini, sura ya 150 aya hiyo ya 3. Ni 50 aya 3 anasema, msifuni kwa mvumo wa baragumu. Anasema msifuni kwa mvumo wa baragumu. Msifuni kwa kinanda na kinubi. Msifuni kwa kinanda na kinubi. Msifuni kwa matari na kucheza. Msifuni kwa matari na kucheza. Msifuni kwa zeze na filimbi. Msifuni kwa zeze na filimbi. Msifuni kwa matoazi yaliayo. Msifuni kwa matoazi yaliayo. Msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Sikiliza, ninashughulika na neno moja tu, kucheza wakati wa uimbaji. Sikizeni watu wa Mungu, haya ni mafungu yamesomeka kwenye Biblia, lakini nataka niwatangazie ya kwamba wengi wamechukua mafungu hayo katika muktadha usio sahihi. Utashangaa kusikia hii kwa mara ya kwanza. Kumbuka tunashughulika ili jinsi tumwendee Mungu katika nyumba nyingi za ibada. Wengi leo hii wamegeuza nyumba za ibada kuwa studio, kuwa disco, kuwa mahali ambapo watu wanaenda kuangalia wanenguaji wa viungo. Sikilizeni, tusifanye mambo ya ovyo mbele za Mungu ambaye ni moto ulao, Mungu mwenye utisho. Kwanza nisomee hicho kitabu cha Ibrania 12:28 na 29. Tusikilize maneno yanayomhusu Mungu. Je, ni kweli anazo hizo sifa? Na kama hizo sifa ni zake, tunafaa kumwendea katika mkao wa namna gani? Tungefaa kutetemeka, kwa sababu mbinguni ndipo sehemu tunapopaswa kuchukulia mfano wanamwabuduje Mungu, halafu turudishe huko kama malaika tu ambao wana dhambi, wana kichwa kisichoelezeka. Sisi, mimi na wewe, ni nani? Tumwendee Mungu kama tunavyomwendea shangazi yetu. Tunanengua viuno, yanakuwa maonyesho. Sikiliza, ukijikwaa katika hili sikuombi msamaha, kwa sababu ninafanya wajibu wangu wa kuonya. Tumeelekezwa vizuri katika Biblia. Hebu nisomee mahali hapo tusikilize. Katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 28 na 29. Karibu. 28 na 29. Anasemaje? Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usiotetemeshwa. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usiotetemeshwa, na tuwe na neema. Anasema na tuwe na nini? Na neema. Ndio. Ambayo kwa hiyo, sikiliza, ambaye kwa huyo tumtolee Mungu ibada ya kupendeza. Ambaye kwa huyo tumtolee Mungu ibada kufanyaje? Ya kupendeza. Tumtolee Mungu ibada kufanyaje? Ya kupendeza. Tena nini? Pamoja na unyenyekevu na kicho. Pamoja na unyenyekevu na nini? Na kicho. Unyenyekevu na nini? Na kicho. Mariza, kuna fungu moja nasubiri hapo, fungu la 29 linasomekaje hilo? Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa maana Mungu wetu ni nini? Moto ulao. Mungu wetu ni nini? Moto ulao. Sasa watu wa Mungu, jua hili mnaloliona kutoka kwenye uso wa nchi, uso wa bahari kwenda jua lilipo ni maili milioni 93. Sikiliza, kutoka hapo kijaribu kupata kifaa kinachoweza kukupeleka kule jua lilipo, huwezi kulifikia, lazima uyeyuke. Si tu kwamba utaungua, utayeyuka, na hicho ni kitu kilichowekwa na Mungu. Mungu yule aliyekiweka, unamwendeaje kivivu kizembe namna hiyo? Sikilizeni watu wa Mungu, tunadaiwa kusikiliza maelekezo ya Mungu. Sasa hili maneno tunayasoma kwenye Biblia. Je, ndio kusema yalikosea? Sikiliza, twende taratibu. Twende taratibu. Kumbuka, hakuna kilichoandikwa ambacho hakina maana yake, lakini ni maana ile iliyozingatiwa ndiyo inayotekelezwa. Huo ndio mtihani ambao tunao katika historia ya watu ambao ninawaita wavivu wa kufikiri. Lazima tufike muda tutumie akili wapendwa kama ipasavyo, kwamba hivi malaika wanaomwendea Mungu katika swala zima la ibada wanamwendeaje? Sisi ambao tungepaswa kukopi kwao tunapaswa kumwendeaje? Sindio? Lazima sasa tuingie ndani zaidi, tutafute kujua kwa nini mafungu hayo yapo hapo kwenye Biblia. Kumbuka wapendwa, aliandika hapo ni Daudi, na roho za manabii lazima ziwatii manabii. Tutauliza manabii wengine, je, wanasapoti kile alichokifanya Daudi? Kwa sababu Daudi tunajifunza ya kwamba aliweza kucheza mpaka kuweza kufanyaje? Zikachanika. Je, ni kweli alikuwa akiyafanya hayo akimpendezesha Mungu? Na je, alikuwa anayafanya hapo kwenye ibada?
lazima tufike mbele zaidi, tutafute kujua kilichomaanishwa pale. Sikiliza, hebu kimbia kitabu kile cha Kutoka sura ya 15 nisomee aya ya kwanza, alafu shuke chini nisomee aya ya 20 na 21. Tusikilize kwamba hiki kitendo kilifanywa kwa tukio gani, na je, sisi leo tunafanya kitendo cha kucheza tukiwa kwenye tukio gani? Tulinganishe huku na kule kusudi tuchukue kilicho sahihi. Karibu sana. Anasema katika kitabu cha Kutoka 15 mstari wa kwanza, alafu shuka mpaka la 20 na 21. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana. Anasema ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wakinena, walimwimbia wimbo huu wakinena na kusema, nitamwimbia Bwana. Anasema nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Ametukuka namna gani? Sana. Endelea. Farasi na mpanda farasi, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Amewatupa baharini. Kimbia kitabu hicho lakini fungu la 20 na 21. Anasema 20. Sikiliza. Miriamu nabii mke, Miriamu dada yake na Musa nabii mke, ndugu yake Haruni, akatwaa hatari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakajenga nyuma yake, wamejipanga msururu nyuma yake, wenye matari na kucheza, wakiwa na matari na kufanyaje? Kucheza. Wakiwa na matari na kufanyaje? Kucheza. Kuzani watu wa Mungu, tukio hili la kucheza lilihusisha ushindi wa kivita, lilihusisha swala la ushindi wa vita. Kwa mfano kisoma vizuri hiyo sura 15 kitabu cha Kutoka, lilikuwa ni tukio kabisa ambalo liliwashangaza sana. Kumbuka walikuwa mahali ambapo lilikuwa ni eneo hatarishi. Mbele ilikuwa ni bahari, kushoto ilikuwa ni mlima, lakini kulia ilikuwa ni nini? Ni mlima, na nyuma yalikuwa ni majeshi ya Farao yaliyokuwa watafuta kuangamiza. Wakamlilia sana Musa, tufanyeje? Umetuleta kutuangamiza. Sikiliza, akawaambia, si mnaona hawa, hamutakuja kuwaona tena. Kisha Mungu akafanya alichokifanya, akamuuliza Musa, una nini mkononi? Akasema nina fimbo. Akasema inyoshe. Alipoinyosha bahari ikachanika mara mbili, wakavuka, na baadaye yale majeshi ya Farao yakapita na kisha yakaangamia. Na baadaye sasa waliposhuhudia hilo, ndipo walipoimba na kupiga vyombo hivi vya muziki na kucheza. Sio kwamba ilikuwa kwenye ibada, na hata hivyo hatujasoma popote ambapo Mungu aliunga mkono swala hilo, lakini hata hivyo haikuwa kwenye ibada. Watu wa Mungu, ilikuwa ni kwenye tukio la historia la ushindi, si ndio? Ndio. Hivyo niangalizia kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 18 aya yake ni ya 4. Samueli wa kwanza sura ya 18 aya ya 4. 18 aya ya 4. Ndio tunasomekaje katika swala zima kama hilo? Maandiko yanasema ndipo Yonathani akalivua joho. Anasema ndipo Yonathani akalivua joho alilokuwa amelivaa, akampa Daudi, akamkabidhi Daudi na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake, na ule upinde alikuwa nao, na mshipi wake. Basi Daudi akatoka kwenda kila mahali. Sikiliza sasa. Basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli. Ndio. Akaenda kwa akili. Sauli akamweka juu ya watu wa vita. Hebu soma hilo fungu la 6. Hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua Mfilisti aliyekuwa hatarishi kwa taifa la Israeli, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli. Sema wanawake walitoka katika miji mingi ya Waisraeli kwa kuimba na kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wapendwa, tukio la kucheza lilihusisha furaha iliyotokana na ushindi wa kivita. Hata huko jeshini katika nchi yetu kuna bendi, watu huwa wanaimba, wanacheza. Sasa lakini nikikuuliza, je, ni staili gani ambayo unaweza kuwa umeikopi basi ambayo leo hii inahusika katika nyumba nyingi za ibada ili tujiridhishe? Unakuta ni hakuna. Wanasema tu walikuwa wanacheza. Sikilizeni sasa, wapendwa, kucheza kulihusisha tukio la nini? La ushindi. Hata hivyo lazima tulinganishe na ibada ya walio mbinguni. Je, walioko mbinguni, wapendwa, wanapokwenda mbele za Mungu wanafanya hayo wanayoyafanya leo? Kumbukeni
tunatafuta kujihakikishia hii njia tunayoielekea kama itatufikisha tunapotaka kwenda, tusije tukaishia njiani. Wapendwa, itakuwa sio busara hatimaye tujikute tumepotea, wakati maadamu tunaishi tukifanya hayo tunayopaswa kuyafanya. Sasa haraka haraka niombe nipite kidogo sana nikiwa na spidi, maana muda wangu naona si rafiki, tuweze kuona katika habari tu ya kawaida ya kumwendea Mungu. Kumbuka hilo ni moja ya vipengele tumeambiwa tuweze kuimba. Kwa nini? Kwa akili. Kuimba kwa akili na kuwezi kuhusisha kurukaruka. Labda kabla sijaingia katika hilo jingine, hebu angalia katika kitabu hicho cha Samueli wa pili sura ya 6 mstari wa 16. Kuna wakati ambapo tunaweza tukashindwa kuelewa, mbona sasa iko hivyo? Je, huyu Daudi wakati anayofanya haya na wenzake walipata kibali kwa Mungu na kwa watumishi wa Mungu? Nisomee hapo kwanza, usikilize hata mke wake mwenyewe alivyomchukulia, alafu tuangalie, tumuulize nabii mwingine, je, alichukuliaje hilo? Karibu. Samueli wa kwanza 6 mstari wa 16. Samueli wa pili 6:16. Wa pili 6:16. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi. Nasema ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli ambaye ni mke wake na nani? Na Daudi. Akachungulia dirishani. Akaona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana. Akamdharau moyoni mwake. Atalifanyaje? Akamdharau moyoni mwake. Unaona hivyo jinsi gani ambavyo alikuwa kikifanya, alikuwa kizuri mbele za nani? Mbele za Mungu. Sasa tukisoma kitabu cha Korintho wa kwanza 10:32 nasema roho za manabii huwatii manabii. Hebu tumuulize nabii mwingine, je, anasapoti tukio la kucheza kwa Daudi na vyombo vingi kwa kesi zake? Nitafutia kitabu cha Amos sura ile ya 6 aya ya 5. Tusikilize jinsi gani ambavyo nabii nayo anaweza kawa na support tukio la mfalme Daudi kucheza kile ambacho leo kinakotiwa na wengi ya kwamba tucheze, kwani hata Daudi alicheza mpaka nguo zikachanika. Je, alikuwa akicheza akiwa wapi kama leo watu wanavyocheza wakiwa kwenye nyumba za ibada? Karibu sana. Amos 6 mstari wa 5. Ninyi mnaoimba, sikiliza, ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi. Nyimbo za nini? Za upuzi. Nyimbo za nini? Za upuzi. Endelea. Pamoja na sauti ya vinanda. Na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi. Umesikia hivyo jinsi gani ambavyo huyu nabii anatuhakikishia kwamba kile alichokifanya Daudi hakikupata kibali mbele za nani? Za Mungu. Laiti vinginevyo, kama alikuwa sahihi, basi nabii mwenzi angesapoti kile kilichofanywa na nani? Na Daudi. Tunapaswa kumwendea Mungu kwa unyenyekevu, wapendwa. Hiki ndicho kinachoelezwa katika maandiko mengi tunayoweza kuyaweka mahali hapa. Labda tu kwa muhtasari sana kabisa, niombe kuwaongoza kuelewa katika kipengele kingine cha namna ya kuomba. Katika hili tunza maswali yako, kama utakuwa unayo uweze kuyatunza kulingana na muda, kesho niweze kuanzia kama utakuwa na mafunzo leo kuhusu kufanya hivyo. Lakini kwa haraka haraka niombe tuingie katika kile kinachoitwa kumwomba Mungu. Napo tumwombe Mungu kwa namna gani, watu wa Mungu? Hatujaachwa nyuma pia katika hili. Hebu nisaidie katika kitabu kile cha Daudi, ambapo tunamjifunza huyo aliyefanya hayo aliweza kufunuliwaje katika swala zima la kumwomba Mungu. Kimbia Zaburi sura ya 95 aya yake ni ya 6. Zaburi 95 aya ya 6. Tunaelekezwa kumwendea Mungu katika ibada ya maombi kwa namna gani? Hicho kilikuwa ni kipengele cha kuhusu uimbaji, kwamba tuimbe kwa akili, tuweze kuimba kwa kichwa, maana tunaimba mbele za Bwana wa dunia yote ambaye ni moto ulao. Karibu. Katika kitabu cha Zaburi 95 mstari wa 6 maandiko yanasemaje? Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Mbele za Bwana aliyetuumba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa katika tukio pia la kwenda kumwomba Mungu, lazima tuonyeshe kichwa kwa kusujudu, kupiga magoti mbele zake. Huo ndio mkao Bwana anaouelekeza. Lakini si yeye peke yake, huyo ni nabii. Na wakati kumbe tumeelekezwa kutunza kumbukumbu katika hili ya kwamba imani yetu imejengwa juu ya msingi wa mitume na nini? Na manabii. Kwa hivyo lazima tuulize na mitume nao walifanyaje katika tendo hili la kumwomba Mungu. Kimbia sasa katika kitabu kile cha, tuanze kumuuliza hata Paulo. Kimbia katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 14.
Waefeso 3:14. Anasemaje? Anasema kwa hiyo nampigia Baba magoti. Anasema kwa hiyo nampigia Baba nini? Magoti. Kwa haraka niombe tuhamie kwa mwingine. Muulize Petro naye katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 aya yake ni 40. Petro naye alifanyaje alipokuwa kumemdea Mungu katika huduma hiyo ya maombi, ili tujifunze kutokea kwa hao, kwa sababu hao tumeelekezwa kuiga imani yetu kutokea kwao. Karibu Matendo 9:40. Soma mahali hapo. Anasema ndio Petro akamtoa nje, akawatoa nje wote. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti. Akafanyaje? Akapiga magoti. Achia tu hapo. Hebu tuwaulize hata waumini, maana ningeweza hata kuwauliza mitume wengine wengi nao wanakiri kufanya hivyo. Tuwaulize hata waumini kwamba je, ninyi waumini nao wale ambao Kristo aliwaacha walikuwa wakifanyaje ibada ya maombi? Walikuwa naomba wamesimama, walikuwa naomba wamelala, walikuwa naomba wamefanyaje? Kimbia kitabu cha Matendo sura ile ya 21 aya ya 5. 21 aya 5. Ndio. Anasema hata tulipotimiza siku zile tukaondoka. Anasema hata tulipotimiza siku zile tukaondoka. Tukaenda zetu. Na watu wote. Pamoja na wake zao na watoto wao. Wakatusindikiza mpaka nje ya mji. Tukapiga magoti kwani tukaomba. Anasema tukapiga magoti kwani tukafanyaje? Tukaomba. Kuna wakati watu wanaweza kusema unajua kuomba ukipiga magoti hadharani ni kama ushupavu hivi. Hapana, watu wa Mungu, tunajifunza kutokea kwa hawa ambao tunafaa kuchukua kielelezo kutokea kwao ya kwamba wao waliweza kufanya hilo tendo gani. Nani asijua lugha ya Kiswahili anaweza kuchanganya neno pwani akalileta kwamba ni ndani ama ni chumbani. Pwani, wapendwa, ni mwambao mwa bahari ama ni mwambao mwa ziwa, si ndio? Mazingira ambayo ni ya wazi. Hivi wapendwa, tunapokuwa tukimwendea Mungu katika huduma ya maombi, hebu tuonyeshe kichwa na unyenyekevu kwa kupiga nini? Magoti. Huo ndio mkao ambao Mungu ameuelekeza kupitia wenzetu ambao wametutangulia. Lakini basi hebu tumuulize Kristo mwenyewe ambaye ndiye kielelezo kabisa ambaye tunafaa kumuiga kila mmoja anayetamani kwenda mbinguni. Tujiulize, yeye naye alipokuwa akimwomba baba yake alikuwa anamwomba amesimama, alikuwa anamwomba amelala, alikuwa anamwomba amefanyaje? Kwa sababu gani wapendwa? Hiki tunachokieleza kinyume cha vile wanavyofanya wengi katika nyumba nyingi za ibada. Lakini haya ni maandiko, sijui unayaona ama hayaoni. Na nipende kutoa changamoto ya kwamba kama kuna aliye na aya hata moja inayoelekeza kuomba mtu akiwa amesimama, atusaidie na sisi tuweze kupona, ili tuweze kuonekana waongo mahali hapa, kisha tuweze kubadili mwelekeo huu. Tumuulize Kristo basi, yeye naye alipokuwa akimwomba baba yake alikuwa anamwomba akiwa katika mkao gani? Kimbia kitabu cha Luka 22 aya yake ni 40 na 41. Karibu sana. 22:40-41. Anasemaje? Alipofika mahali pale aliwaambia. Anasema alipofika mahali pale aliwaambia wanafunzi wake, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Akawaambia, ombeni msije mkaingia nini? Majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao. Sikiliza hiyo, kwamba mwenyewe Kristo amejitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, bali mtupo wa jiwe. Akapiga magoti akaomba. Wapendwa, huyo ni Kristo ambaye hakutenda dhambi, kwa mujibu wa kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 22, na kwamba Kristo hakuwahi kutenda dhambi, lakini alipokuwa akimwomba baba yake alikuwa akipiga nini? Magoti. Huo ndio mkao wa watu wanaomwendea Mungu kwenye ibada ya maombi. Huo ndio mwelekeo ulio nini? Ulio sahihi. Na wapendwa, wanaoomba wakiwa hawapigi magoti hawaungi mkono na maandiko. Haijalishi unachokifanya hiki kwa kipindi kirefu, Mungu hawezi kukuhesabia hatia. Mungu kwa kawaida yake anakuelekeza kwanza, anahakikisha umeelewa, halafu unapodumisha huo msimamo ndipo anaanza kukuandikia hatia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sikiliza, waliokuwa wakiomba wakiwa wamesimama hawakuwa wapendao ukweli, hawakuwa watendao haki. Nisomee kitabu kile ambacho nilikuwa nafikiri sijakileta kwa faida ya ndugu zetu Waadventista wa Sabato ambao tumejitenga nao kwa kipindi fulani baada ya kuwa wamepokea mafundisho ambayo kinyume na ujumbe wao. Naomba tuweze kunukuu maelezo kutoka kitabu kimoja kinachoitwa Maombi, sura ya 19 ukurasa 207 paragrafu ya kwanza, 208 paragrafu ya kwanza,
208 paragrafu ya pili, alafu tutamalizia aya moja, kisha tutakuwa tumehitimisha kwa ajili ya siku ya leo ya ufunguzi. Naomba nisomee mahali hapo, usikilize ndugu yangu mwadventista Msabato, wewe chini ya mfumo wa General Conference pamoja pale ulipo, ni mkao gani ambao Mungu amependekeza tutumie katika kumwendea Mungu kwenye ibada ya maombi, jinsi gani ambavyo tutakuwa tunatenda haki. Karibu sana kwa spidi zaidi. 207 paragrafu ya pili. Nisomee paragrafu ya kwanza, kisha utasema paragrafu ya kwanza ya 208. Anasema ndio, miguu yako wakati midomo yake ilikuwa karibu kufunguka. Awaluka, nenda kwenye hiyo paragrafu ya 208 paragrafu ya kwanza, alafu tutasoma paragrafu ya pili hapo chini. Anasema ndio 207 paragrafu ya kwanza, 208 paragrafu ya kwanza hapo chini. Anasema hadharani. Sikiliza maneno haya, tunasoma kitabu kinachoitwa Maombi, ambapo ni sura ya 19, roho ya unabii. Anasema hadharani na wapi? Na katika ibada binafsi. Hadharani na wapi? Na katika ibada binafsi. Pote hapa ni wajibu wetu. Sasa pote hapo ni wajibu wetu kufanya nini? Kupiga magoti mbele za Mungu. Pote hapo ni wajibu wetu kufanya nini? Kupiga magoti mbele za Mungu. Kusoma paragrafu ya pili ya ukurasa 208. Anasema ni wapi ndugu Hechi alipata elimu yake? Anauliza huyo aliyetajwa hapo jina lake limetuzwa kwamba ni wapi ndugu Hechi alipata elimu yake? Huko Battle Creek. Anasema ni huko Battle Creek. Je, ndio inawezekana kwamba kwa nuru yote? Anasema je, inawezekana kwa nuru yote ambayo Mungu amewapa watu wake, Mungu amewapa watu wake, ya somo la uchaji na kicho, juu ya somo la uchaji na kicho, kwamba wadumu wakuu. Hebu nasoma vizuri tusimkoseshe msikilizaji. Kwamba wadumu, nasome vizuri kwa kutulia. Anarudia, ndio. Je, inawezekana kwamba kwa nuru yote ambayo Mungu amewapa ndio watu wake juu ya somo la uchaji na kicho, ndio kwamba wadumu na wakuu na walimu katika shule zetu, wahudumu na wakuu walimu wa shule zetu, kwa kanuni na mifano, kwa kanuni na mifano, wafundishe vijana kusimama wima, wafundishe vijana kusimama wima katika ibada kama walivyofanya Mafarisayo, katika ibada ya maombi kama walivyofanya Mafarisayo. Je, tulitazama hili jambo muhimu linaloashiria. Achia tu hapo hapo, tunachoelekezwa ni kitu gani? Tunaelekezwa hivi, ilitakiwa wale ambao wana ujuzi wa kujua mafunuo dhidi ya kile cha kumwendea Mungu katika huduma ya maombi ni kitu gani, kwa maana ya kicho na unyenyekevu kidumishwa katika nyumba nyingi za ibada, lakini hata katika nyumba zetu binafsi, kumwendea Mungu kwa kupiga magoti. Huo ni utaratibu, kuonesha kicho mbele za nani? Za Mungu. Jinsi gani ambavyo anasema wanawezaje kwenda wanasimama kama hivyo kwa Mafarisayo? Funga kwa fungu moja la mwisho kabisa katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 aya ya 5. Jinsi gani ambavyo Mafarisayo walikuwa wakiomba, na leo nyumba nyingi za ibada kuingia utakuta wanaomba kama walivyokuwa wakiomba Mafarisayo, watu wa Mungu. Ikumbukwe, tunakumbushana wapendwa, mapenzi ya Mungu kwetu ni yapi na wajibu wetu kwa Mungu ni upi? Tutambue, tuelewe, ibaki ni kazi kwako na kwangu kutekeleza ama kutokutekeleza. Kama umechukizwa katika hilo, sitakuomba msamaha kwa sababu nimenukuu kile ambacho ni wajibu wako hata wewe kunisaidia pia. Hebu nisome fungu hilo tunapoenda kufunga. 6:5 Mathayo. Ndio. Tena msalipo. Sikiliza, tena msalipo. Msiwe kama wanafiki. Msiwe kama nini? Wanafiki. Msiwe kama nini? Wanafiki. Wanafiki walifanyaje? Kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia. Wapendwa, hicho ndicho ambacho wengi leo kinasokwa katika nyumba nyingi za ibada. Unaweza kusema huyo ndugu, mbona kama ametudharau vile, ni kama hatambui kama sisi nasi tunaelewa. Sikilizeni watu wa Mungu, hayo ni maandiko ambayo yameandikwa, na yameandikwa
ili tukumbushane wajibu wetu ni upi kwa Mungu. Tunaelekezwa vizuri jinsi gani ambavyo tunapaswa kumwendea Mungu kwa kichwa na unyenyekevu, kwa kupiga magoti. Kama muda ungeruhusu, ningeweza kuwasomea mafungu rungo yanayothibitisha swala zima la kupiga magoti mbele za Mungu, tukinukuu kwa malaika wenyewe ambao hawajawahi kutenda dhambi, walioko mbinguni mpaka sasa, wanavyoanguka mbele za Mungu. Lakini sisi leo tunasimama na tunafanya kama vile tunafanya mbele za ndugu fulani mwananchi. Ikiwa viongozi tu wa serikali tunawajibika kuwaheshimu, tunawanyenyekea, ni vipi Mungu tumwendee tutakavyo? Kuna watu wanaomba mpaka wanaruka, wanaomba wanakimbia, wanaomba kuona hili na lile. Hapana, lazima tunyenyekee. Fuatilia vizuri maandiko na kuelekeza kufanya nini. Haijalishi umefanya hivyo kwa kipindi kirefu namna gani, kwa kuwa ulikuwa hujajua, Mungu hawezi kuhesabia hatia, lakini akutangazia mara unaposikia na kuelewa hapo kudumisha hiyo, Mungu lazima akuhesabie dhambi. Tumesoma katika kitabu cha Yakobo 4:17 ya kwamba kila ajuaye kutenda mema lakini asiyatende, hiyo kwake ni nini? Dhambi. Wapendwa wanamkingo, itoshe kukomea hapo nikiwaelezeni ya kwamba Mungu ni mwema. Kifunga tu tuendelee kuombeana. Andiko hilo na jingine hayakuandikwa yawepo tu kama vile bendera ambayo haina maelezo yoyote, lakini yamewekwa hapo ili tuyasome, tuyaelewe na tuyatendee kazi. Huenda kwa kuyasoma basi na kuyaelewa tutaweza kuingizwa kwenye kundi la watakaookolewa. Wapendwa, itoshe tu kwa hayo siku ya leo, nikiwashukuru yote ambao mmeweza kutufuatilia, lakini kulingana na muda niombe wale mlio na swali basi kama tufuatilia kwenye mtandao wetu wa YouTube, basi utaandika hapo chini kama swali unaona ukiniuliza kesho kama umechelewa, andika Fumbuka Macho TV, utaona hili somo likiwa hapo, alafu nenda pale chini uandike swali lako, kisha tutalijibu kama Bwana apendavyo. Lakini bado unaweza usiwe na hiyo simu janja ukawa na swali bado, naomba nikutajie namba ni 0752-520-774. Narudia 0752-520-774. Kama unalo swali usisite kuuliza katika yote niliyosema, nasi kama Bwana ishije tutaweza kulijibu. Bwana wabariki nyote mnaotusikiliza na hatimaye atuwezeshe kesho tena Mungu akipenda. Kama hakutakuwa na mkutano wa kijiji, tutakuwa mahali hapa. Tumeanza kwa kuchelewa, kesho tutaanza kwa wakati na kumaliza kwa wakati pia. Basi Mungu atuhurumie ili kusudi tusishie tukusikia kama hivi halafu tukapotea, badala yake tuweze kuwa miongoni mwa watakaookolewa. Wapendwa, Bwana atuhurumie, atubariki katika jina la Yesu. Amina. 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 Basi kama tulivyoanza kwa ombi, hebu na tuhitimishe pia kwa ombi. Mtu wa Mungu, tuhitimishe kwa ombi. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ulinzi ambao umeweza kufanya juu ya maisha yetu tangia tulipoanza vipindi hivi. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umewatunza watu wa kijiji cha Mkingo na wote waliotusikia, hata kama sio watu wa Mkingo. Tumesikia ujumbe huu, tunaomba tuweze kufanya kazi maishani. Umezungumza nasi kupitia katika maandiko matakatifu, inabidi tuweze kuingia katika maelekezo haya na kuweza kuyafuata. Tusaidie sana tunapoingia usiku mpaka utakapopenda kutuwezesha kuamka asubuhi mpaka jioni tutakapokutana tena. Mapenzi yako yatimizwe, ni katika jina la Yesu. Amina. 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 Wapendwa, niwatakie usiku mwema. Bwana akipenda tutaonana kesho. Kama hakutakuwa na mkutano, tutawasiliana na kiongozi wa eneo hili. Basi muwe na amani ya Bwana. Kwaherini.